Wild West TV. Television pale ile inaitwa nini? TV. TV unasema video assistant. Waswahili wenzangu wanasema ile TV ile. Mwamuzi bwana akaenda bwana. Katoka pale kwenye TV akawa kama anaongea na wanasema ile pitch side monitor. Yes, akawa anaongea na force official pale, mwamuzi wa mezani. Kama vile bwana, kama unamwona kama kuna wamemchanganya kule watu wa VAR. Lakini bado akasimamia msimamo wake, weka kati ngoma twende. Watu wanaona kama ilikuwa ni offside kwa sababu Kibu aliingilia mpira, aliingilia mchezo kwa sababu ilipigwa ile. Ukitazama mguu wa Kibu ni kama vile alikuwa anamdanganya goalkeeper na alikuwa katika eneo la kuotea. Ni kweli. Siwezi haikuwa offside. Kwangu mimi si offside. Kwa sababu VAR kwanza lazima tufahamu inafanya kazi maeneo matatu. Inafanya kazi kwenye offside, inafanya kazi kwenye red card, na inafanya kazi kwenye penalty. Sawa. Kwa eneo lile yaliitwa kwa ajili ya offside. Na kwenye hilo eneo la kuingilia mchezo, kwa sababu unafahamu offside ina maeneo matatu: kuingilia mchezo, kupata eneo la faida. Unaona bwana, lakini na hiki ambacho tulikuwa tunakizungumza hapa, dhana ya kuingilia mchezo. Sasa kwa nini imekuwa sio offside? Kwa sababu ukiangalia kimazingira hakuna mahala Kibu kama alimwadaa yule muamuzi, yani mlinda mlango. Maana kuingilia mchezo kuna kumwadaa mlinda mlango na kukaa eneo la faida ambako pale ilikuwa sio eneo la faida. Tumeelewa vizuri. Sasa hilo ndio eneo ambalo lilibaini kwamba ile sio offside kwa mazingira ambayo muamuzi kafasiri na tendo lililoonekana, na ndio maana ikawa inarudiwa mara mbili mara tatu. Je, ni kweli mguu wa Kibu ndio ule mwandaa muamuzi, ule mwandaa mlinda mlango baada ya pigo la mpira? Lakini hapana, position aliyokaa mlinda mlango wala kitu alichokifanya Kibu Denis sio sehemu ya hadaa. Na kama Kibu angegusa ingekuwa offside. Ipi? Ule mpira? Kama Kibu angeugusa. Hapana. Kwa sababu bado lile eneo Kibu si alikuwa katika eneo la kuotea. Sawa. Ule mpira Kibu Denis kaugusa hajaugusa? Hajaugusa. Sawa. Eneo la kumwadaa angeugusa wapi? Ndio nasema kwa sababu hakuugusa, wakaenda labda alikuwa anamwadaa goalkeeper. Kwa kunyosha ule mkono wake labda alimchanganya goalkeeper. Ndio nasema je, kama angeugusa? Sasa iko hivi. Kwenye kuhadaa wakati mwingine sio uguse tu. Na kuelewa. Yaani nasema hivi, tuachane na hiyo ya kuhadaa. Je, ingekuwa Kibu kaugusa ule mpira na katika ile position yake anaonekana alikuwa eneo la offside, maana yake ingekuwa offside kwa sababu ameugusa. Imemkamata kwenye eneo alilokuwa amekaa. Lakini yeye hakugusa mpira. Lakini hata position ya muamuzi haingii kwamba Kibu kaingilia mchezo. Sababu position ya muamuzi aliyokaa na goli lilofungwa ni sahihi tu. Umeelewa vizuri? Position ya goalkeeper mwenyewe. Wala Kibu angegusa ndio sasa hapa mbona kama kauhamisha? Ndio hiyo ninasema. Ndicho ambacho kimeonekana. Lakini ndio ambayo imefasirika hivi. Lakini kitendo cha mwamuzi kuweka kati na timu ya VAR kumuita kumwambia labda si tunaona tofauti labda. Hebu na wewe utazame. Ilikuwa inapelekea kwamba inawezekana timu ya VAR walipishana kule. Inawezekana ilikuwa ni offside kwao na mwamuzi akaenda naye akataka kuona. Akasimama msimamo wake kama awali kusema weka kati. Timu ya VAR kazi yake ni kunasa matukio na kuyatafsiria ufasiri kwa muamuzi. Wala wamfasiri muamuzi. Ila wanamwambia njoo hakiki tukio hili. Ndio mawasiliano yanayofanya kwa muamuzi. Bwana, kuna hili tukio hapo linaloangukia kwenye majukumu ya VAR yale matatu. Offside, red card na penalty. Bwana, hili penalty na controversy, hebu njoo ulihakiki. Umeelewa vizuri? Vipi, kuna tukio 1 2 3 likoje? Njoo ulihakiki. Ndio muamuzi anakwenda anajiridhisha. Lakini wako waamuzi ukimwambia imekaaje hiyo? Anamaliza pale uwanjani eti. Ushaona waamuzi bwana nenda anamaliza. Lakini ndio hiyo nilikuwa nasema. Sasa kaenda kwenda kuhakiki. Aliona kuhakiki ngura hapo liko sawa. Ngoja niende nikaungue. Niende kati. Nafikiri jana uliona matukio kama ya Mayele. Goli la Mayele lile. Ndo pale sema magoli yote mawili. Lakini alivyoitwa kwenye VAR kujiridhisha kagundua yako makosa ikawa hivyo. Kwa hiyo yeye akiitwa kwa hiyo kuna mawili. Anaweza akaitwa akaenda au asiende akabadilisha maamuzi. Anaweza asiende, lakini pia akaenda na asibadilishe maamuzi yake kama amejiridhisha yako kiusahihi kwa mujibu wa sheria. Sababu anaweza akaenda akabadilisha kama jana, kwa sababu mwamuzi wa Orlando Pirates kabadilisha kwa sababu yalikuwa na usahihi matukio yake. Hakuna tukio kabadilisha kwa kuonea mtu pale. Maana yake yote yalikuwa na usahihi. Mwanzo yote aliweka kati. Weka kati. La Mayele aliweka kati. Si akwaje akamuita, akaenda kuangalia akabadilisha maamuzi. Ile la mkono aliweka kati, karudia akabadilisha. Si unajiridhisha kwamba ukienda kwenye pitch side monitor kwamba Simba hawajabebwa. Hapana, hawajabebwa. Sasa nilikuwa naona kama watu huyu muamuzi wakati mbona kama kawabeba Simba. Hapana, ni ile hali ya controversy mpaka kufikia hatua kwenda kwenye pitch side monitor. Ile ndio imeleta shida. Lakini kwa mfano ingekuwa moja kwa moja pale imenani mtu, kwa sababu kumbuka alianza kufanya naye mawasiliano. Bwana vipi hapo?
bwana kwenye tukio njoo uone ujiridhishe mwenyewe. Sababu tayari alikuwa amesimamisha mchezo. Nafasi ile mwamuzi anaposimamisha mchezo basi akajihakikisha ajiridhishe. Ndicho ambacho kwa ule muda wa kujiridhisha ndio unatengeneza mgogoro kwa watu kufasiri mambo mengi. Na ikumbukwe kumekuwa kuna controversy pia na hizi VAR. Ndio maana watu wanakosa imani na waamuzi. Lakini kiukweli ilikuwa katika usahihi tu wa mwamuzi kujiridhisha na kuona kabisa kile alichokiamuru kiko sawa au la. Sawa, lakini kabla ya Jean Charles Ahoua kukosa nafasi ile naweza kusema ya wazi ya Elie Mpanzu, unajua mwamba kabisa, fanya kazi kubwa sana, akamwekea pasi ya upendo kabisa, akamwambia hiyo sasa maliza. Alikuwa na mawili, anaweza akapiga akamchagua golikipa toka mapema, maana yake alikuwa hana sababu ya kumpiga chenga. Lakini alimgoja akampiga chenga. Ule mpira kama ulisogea sana, akashindwa kutouch ya kuweka kwenye kamba, ukaenda nje. Lakini Jean Charles Ahoua aliumia kuna wakati, akapandishwa kwenye machela. Akatolewa nje. Wakati anatolewa alikuwa anaonyesha ishara ya substitution, naomba mnitoe, mnifanyie mabadiliko. Nini kilichofanya kocha wa Simba aendelee kubaki naye? Ni kwamba sababu ziliisha, alikuwa hawezi kumtoa, ama alikuwa bado ana imani naye kwa sababu alishaomba sababu Charles Ahoua? Kwanza kuna mawili. Aliomba sababu wakati ndio kwanza kabebwa. Lakini kikanuni akifika nje na utaratibu ulivyo anaulizwa hali yake. Vipi unaweza ukaendelea? Anaweza kupata mtu maumivu, bwana nifanywe substitution. Lakini unafika unakuona unaweza ukaendelea? Naweza. Nafikiri tokea kwa Mzizi unakumbuka wakati mmoja. Acha sana maneno. Unaweza ukaendelea, unaweza. Lakini kwa Charles Ahoua nani ana swali? Nafasi anaocheza Charles pale Simba nani mbadala wake? Kwa hiyo mwalimu inawezekana aliumiza kichwa. Simba nataka nikutoe, lakini wewe baki hivyo nje. Kwanza Simba unafahamu, unapofikia hatua anatoka Mohamed Hussein anakuja Valentino Nouma, watu wanakuwa na mawazo mawili, ni mtu sahihi ama naye basi tu. Anapoingia Mutale ni mtu sahihi ama basi. Ndio maana tunapozungumza kwamba Simba wana shida ya kuwa na kikosi ambacho hakina mzani mzuri ni kwenye maeneo kama haya. Wanapofika hatua ya kubadili wachezaji, kila mtu nafsi yake inanungunika. Pale katoka Kibu anaingia Mutale, kiuhalisia hakuna shabiki wa Simba ana imani sana. Sasa nikwambia kitu kimoja, nilikuwa natazama na mashabiki soka na wale wa Simba. Unajua wakati Simba wanafanya sub, alianza kuonekana Mpanzu ameitwa kwenye bench, anaenda kuzungumza na mwalimu. Watu wanajua anatoka Mpanzu. Hata Mpanzu tena. Watu wote waliinuka pale. Wakaona tunaenda kuumia. Ni nini ndio mapungufu yalikuwa nayo. Lakini baadaye akatoka Kibu. Hata Kibu wenyewe bado alikuwa analalamika. Unaona kama hakustahili kutoka. Ni kwa sababu timu haina wachezaji ambao wanakaribiana viwango, na hili ndio eneo ambao kuna mapungufu makubwa. Anaingia Deborah Fernandez, watu hawana furaha sana. Umeelewa? Kwa sababu uwiano wao wachezaji waliokuepo na hivi leo Ashumu namkosa Mpanzu. Unafikiri watu wataitwa hiyo mechi? Unaona kama tunakuona Simba mbili tofauti. Lakini ili la Charles Ahoua tulimalize kabla tujaingia kwenye swala la Mpanzu kidogo. La Charles Ahoua, mimi baada ya kitendo cha yeye kuomba sababu, sasa sijajua kama umeongea kitaalamu, umesema inawezekana alivyoenda nje daktari wakamuuliza, inawezekana pia mwalimu naye akaona bwana una uwezo, hebu endelea kupambana. Lakini ile nafasi aliyokosa dakika za mwisho haiwezi kusababishwa na hayo kwamba yeye alishajiona hawezi kuendelea. Yaani alitumia tu nguvu za ziada, lakini alikuwa yuko fiti. Hapana, kwanza ile nafasi lazima tuione. Nafasi amekosa, kakosaje? Kilichomfanya akose nafasi ni engo na makadirio tu. Ndio tunasema spatial awareness. Sababu tayari kampunguza mlinda mlango, goli kaliona na kafanikiwa kupiga. Bahati mbaya kapiga. Kaanda hit. Ukishakuwa huko fiti, mbona watu wanakosa kufiti makadirio? Sawa, kuna watu wanakosa goli dakika ya pili ya kibechi, dakika ya pili. Na yuko fiti kabisa. Wewe kwa mimi wewe kukosa sitaki tumhukumu. Watu wanakosa wewe dakika ya pili yuko fiti kabisa. Kaosha juu. Mpanzu kapiga mishuti ya juu na hakika mechi inaanza. Kwa kukosa wakati mwingine ni ile concentration tu kwa mchezaji. Turudi kwa Mpanzu kwa sababu kipindi cha kwanza aliwasha, kuna muda akakata moto. Kipindi cha pili alikuwa amekata muda mrefu sana. Dakika za mwisho zile za nyongeza akaanza kuwasha tena. Yaani ni kama kuna muda unamuona anajituma alafu anakata moto. Lakini baadaye tena anajichaji tena, anaanza tena kupambana. Yaani ni mtu ambaye Simba wanamtegemea lakini hayuko fit 100%. Hapana. Mpanzu Simba anafanya majukumu makubwa sana. Na binadamu sio mashine. Mpanzu ndo anatumika kurecover ball recoveries zote ambazo zinafanyika kwenye final third, eneo la mwisho. Mpanzu anatumika ku attack. Yaani anatumika kunyang'anya mipira yote yuko huko. Anatumika kushambulia huko juu. Sasa hizi rotation anazozifanya, maana yake wasema running routes anazozifanya
bila kumtengenezea mzani wa hizi running routes, unampa wakati mgumu. Sababu kumbuka Mpanzu kipindi ambako mechi inaanza, Simba walikuwa wanapata ugumu sana kupenya. Kwa maana namna ambavyo Stellenbosch wanavyocheza. Kwa maana yake Mpanzu alikuwa anatoka mbali. Ndio tulikuwa tunamuona anacheza kwa sababu anatokea mbali kuanza kuandaa mashambulizi, kwenda kutengeneza mashambulizi mpaka kwenda kumalizia mashambulizi kwa sababu yeye ni attacking midfield. Kwa ile pilika zile zote yalikuwa ni majukumu ambayo mtu anatumia energy. Sasa energy save inatokaje ya mshambuliaji kama ule? Wakati mwingine ni kumchezesha eneo dogo pindi ambapo timu inaweza kumfanya akimbie kwa usahihi kwenye maeneo hatari, lakini timu hii ilikuwa haipati ubunifu wa kutoka eneo moja kwenda lingine. Mtu kama Mpanzu ambaye anacheza eneo kubwa lazima atazunguka sana. Ikifika muda na yeye anakuwa anataka kusave energy yake, anapunguza ile kasi. Hicho kipindi anachokisema yeye kwamba kama tulikuwa tunamuona haonekani, ni ile wanasema attention to details. Baada ya kuona mapungufu sasa, yeye kuna wakati anachoka, anapumzika, lakini kwa mfano yale majukumu yake na ile nguvu yake angekuwa anatumika eneo la mwisho kwa ubora zaidi. Huko eneo lingine ni kimbio na nidhamu ya kumjenga acheze, watu wanamfungia nafasi, wanamtengenezea nafasi, angekuwa anaonekana kwa ubora sana. Lakini kwa sababu ubora wake unatakiwa uonekane huku akiwa anachukua mipira, haja anachezesha timu juu inapanda, atoke aonekane ananyang'anya. Huyu mchezaji hawezi kukimbia dakika zote 90 ukapata uwiano wake. Maana yake tunasema distance coverage yake inakuwa ngumu, sababu ile sprint anazozifanya ukiangalia total distance yake, hapana, mchezaji anachoka, na ndio maana kuna wakati unaona kama anapotea. Baadaye akija kwenye floor na ukampata kwenye floor yake anaonekana. Lakini kimsingi Simba ingekuwa inatengeneza ile basic nzuri kwenye midfield, midfield base, ule msingi mzuri kwenye midfield. Mpanzu umuone kwenye creation na finishing, unampata kwa Mpanzu, umuone kwenye recovery kwa ukubwa, umuone kwa, ndio maana tunakosa ubora wake ule ambao kila mmoja anataka kumuona Mpanzu anacheza jirani na sanduku zaidi. Inabidi umuone kuanzia mbali na sanduku, jirani na sanduku na mpaka mwisho, kitu ambacho mchezaji anakosa ubora wake. Nilipoona anapelekwa bench Kibu Denis anaingia Mutale, nikaona labda sasa Mutale anakwenda kuongeza kitu na kumsaidia pale Mpanzu mbele, lakini Mutale kama aligusa mara 2 mara 3 sikumuona tena. Timu ilipoteza flow. Unajua speed ya Simba ni fluidity, namna ambavyo wanatiririka kwenye zile patterns zao wanavyoshambulia. Sasa mkiziba yale maeneo ya mashambulizi, yale mashimo ya kupasia, nafasi mnazotengeneza zikiwa zipo, mtu kama Mutale umuone. Na Mutale bora timu ikiwa ina flow. Timu ikiwa nje ya flow, yeye aanze kucontain flow. Ni mchezaji ambaye analoweka godoro kwenye maji, sio analikausha. Ndio tabu inapokuja. Sasa timu kipindi cha pili ubunifu na ubora ulipungua. Sasa Mutale anaingia, ni mtu ambaye anataka timu ikiwa kwenye ubunifu. Lazima utaona naye anakuwa kama mzigo kwenye timu. Ndicho ambacho kilikuwa kinaonekana. Kulikuwa kuna mjadala mkubwa sana wa Mukwala na Ateba. Na Mukwala alianza mechi ya robo finali ya pili, na leo pia akapewa nafasi ya kuanza. Lakini jioni pia mwalimu akamwamsha tena Ateba, akampa dakika chache za kumalizia. Mukwala lakini hakuwa kwenye huo ubora, kwa sababu ziko nafasi pia alikosa utulivu. Licha kwamba alikuwa anasumbua pale mbele, alikuwa na faida. Kuna watu wengine niona mashabiki wa Simba wanasema au na Ateba naye apate nafasi ya kuingia. Washambuliaji wa Simba hawa wote wawili wanaweza kufunga, sio wanaojua kufunga. Unajua kuweza kufunga ni yule mshambuliaji ambaye akutane na nafasi ziko wazi afunge. Lakini mshambuliaji anayejua kufunga, wewe mkalishe jirani na lango, mpira sahihi usiokuwa sahihi, anafasili matukio. Bahati mbaya Mukwala ni mchezaji ambaye anaweza kufunga. Ateba ni mchezaji ambaye anaweza kufunga, sio anayejua kufunga. Sasa mechi ambayo inataka mchezaji anayejua kufunga, hawa wanaoweza kufunga wanakutoa kwenye mtulivu. Kwa nini? Ndio wanakosa hiyo spatial awareness. Nafasi zisizoonekana yeye azioneshe, nafasi zinazoonekana pia mtaziona. Sasa hawa ni washambuliaji ambao nafasi zinazoonekana tena nyingi, sio moja, ndio kufungia magoli yake mawili. Mechi ambazo upati nafasi zote ziko kwenye pressure. Wanasema, yani unasema huwezi control space, washambuliaji wao kupiki tu. Yani washambuliaji wao maeneo ambao watakuwa watupe utulivu ambako pressure iko juu. Mshambuliaji anatakuwa yeye ndio control pressure. Hawa sio washambuliaji wa control pressure. Ni washambuliaji ambao ile spatial awareness hawana, ndio kitu ambacho tunakiona kinawapa ugumu. Sasa mechi kama hizi, Majid, upate nafasi za wazi. Mechi kama hizi hasikupi utulivu huo. Mechi kama hizi wewe ndio ujipe utulivu. Bwana, dakika 90 zinamalizika katika uwanja wa New Amani Zanzibar. Simba Sports anapata matokeo ya ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Stellenbosch kutoka pale nchini Afrika ya Kusini. Na ushindi huu Simba unamtengenezea mazingira mazuri sana ya kufuzu hatua ya fainali ya kombe hili la shirikisho, ikiwa huu ni mchezo wa nusu fainali ya kwanza, na nusu fainali ya pili itapigwa wiki ijayo siku kama ya leo
pale nchini Afrika Kusini katika jiji la Durban, ambapo Simba Sports atakwenda huko kwa ajili ya kumalizia ungwe ya pili. Na sasa baada ya kumalizika mchezo huo, stori kubwa imekuwa ni goli alilokosa Jean Shalehe Ahoua dakika za jioni kabisa, akipewa pasi kutoka kwa Elie Kibisawala Volcano Mpanzu. Na wapenzi na mashabiki wa soka wanasema kwamba Jean Shalehe Ahoua, endapo Simba atashindwa kufuzu katika hatua ya finali, basi lawama zote zitamwangukia yeye, kwa sababu alishindwa kupachika bao. Yani alikuwa amesha mchambua golikipa, akabaki yeye na goli, lakini mwisho wa siku akapiga kutumia mguu wake wa kushoto, akakosa yeye na goli. Kwa hiyo lawama zote, wapenzi na mashabiki wa Simba wamesema endapo Simba akishindwa kwenda finali, lawama zote zitakuwa kwa Jean Shalehe Ahoua, mara tu baada ya kukosa nafasi ya dhahabu, nafasi ya dakika za jioni, nafasi ya dakika za lala salama, yani dakika zaidi ya 90, na huko Jean Shalehe Ahoua anakosa bao. Lakini hapo alifunga bao zuri kabisa, akipiga faulo ambayo iliingia moja kwa moja ndani ya nyavu za Stellenbosch na kuipa uongozi Simba Sports katika mchezo huo. Lakini amemnyima Elie Kibisawala Mpanzu assist baada ya kutengewa pasi nzuri ambayo yeye alishindwa kuikwamisha kambani. Tuandikie maoni yako katika sehemu ya comment, namna ambavyo umeuona mchezo na namna ambavyo unafikiri Simba anakwenda kutoboa au safari yake ndo imeishia hapa. Tuandikie katika sehemu ya comment. Hii ni West TV.